Ni wakati mwingine tena, wakati ambao Mungu ametuwezesha siku ya leo kuweza kukutana, na siku ya leo tunaendelea tena na mfululizo na sehemu ya mwisho ambayo tutaenda kuangalia kuhusiana na mwanzo mpya na udhihirisho, na ni sehemu ya 8 ambayo ni muhimu sana, ambayo siku ya leo tunaenda kuiangalia, na tunaenda kuangalia jambo moja ambalo litaweza kutusaidia, litaweza kutuvusha kutoka hatua moja hadi hatua nyingine. Na jambo ambalo tunaenda kuangalia au pointi ya 8 ya somo hili, mwanzo mpya na udhihirisho, ni anza na ulichokuwa nacho. Anza na ulichokuwa nacho. Haleluya. Na andiko la msingi ambalo tutaenda kuanza nalo siku ya leo, tunafungua kitabu cha Marko 6. Tutaenda kupata mfano ambayo ni dhahiri kabisa kwenye maisha yetu kutoka kwa Bwana Yesu. Fungua Marko 6 kuanzia mstari wa 34 mpaka 44. Naye aliposhuka mashuano akaona mkutano mkuu, akawahurumia kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Akaanza kuwafundisha mambo mengi. Hata zilipopita saa nyingi za mchana, wanafunzi wake walimwendea wakasema, mahali hapa ni nyika tupu, na sasa kuna kuchwa. 36. Uwaage watu hawa ili waende zao mashambani na vijijini kando kando, wakajinunulie chakula. Mstari 37. Akajibu akawaambia, wapeni nini chakula? Wakamwambia, je, twende tukanunue mikate ya dinari 200 ili tuwape kula? Akawaambia, mnayo mikate mingapi? Nendeni mkatazame. Walipokwisha kujua wakasema, 5 na samaki 2. Akawaagiza wawaketishe wote vikao penye majani mabichi. Wakaketi safu, hapa 100 hapa 50. Akaitoa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama mbinguni, akashukuru, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi wake wale samaki 2, akawagaia wote. Wakala wote na kushiba. Wakaokota vipande vilivyomegwa vya kuweza kujaza vikapu 12 na vipande vya samaki pia. Nao walioila ile mikate wapata 5,000 wanaume. Haleluya. Sasa hiki ambacho tumekisoma hapa ni kile ambacho kilitokea, na Biblia inatuonesha picha fulani hivi, ambayo hii picha ipo kwenye maisha ya watu wengi sasa hivi. Ipo kwenye maisha ya watu wengi sasa hivi. Na unaweza kukuta mtu ana kitu, ana jambo fulani anataka kulianzisha, au anataka aliende kukua, liende kuonekana, liende kwenye udhihirisho, lakini anashindwa kuanza. Anadharau vitu alivyokuwa navyo, vitu vidogo alivyokuwa navyo. Na watu wengi wameshindwa kwenda kwa sababu ya kupuuzia, kudharau, kutothamini kile kidogo ambacho Mungu amewapa au Mungu ameweka katika mikono yao. Sasa tunaona andiko, Yesu ameenda amekutana mkutano huko pale, na Biblia inasema ni mkutano wa takribani watu 5,000 wanaume. Na inazungumzia wanaume kwa sababu ilikuwa ni desturi ya Israeli, Wayahudi, kuhesabu watu ambao ni wanaume. Sasa Biblia inasema Yesu alipoenda akakuta ule mkutano, aliuhurumia. Ndani yake alikuwa na huruma kwamba hawa watu wana uhitaji. Lakini alichokifanya cha kwanza, alianza kwanza kuwafundisha neno. Akawafundisha neno. Na Biblia inasema wakati akiendelea kuwafundisha, muda ulikuwa unaenda. Yaani aliwafundisha mchana, muda ukawa unaenda. Biblia inasema muda ulifikia jioni, ulikuwa unakuchwa. Na kutokana na mazingira hayo, wanafunzi wakamwendea Yesu, wakamwambia, sasa hivi tunaona kuna kuchwa,
na sasa hivi hapa tulipo hapa tupo jangwani. Tufanye utaratibu ili hawa watu waondoke. Na hawa wanafunzi wanaenda kumshauri Yesu, wanaenda kuwaambia kwamba kutokana na hali ilivyo sasa hivi, kutokana na haya mazingira yalipo sasa hivi, ni vyema hawa tukawaachia hawa watu, hawa makutano waondoke, waende kando kando ya mji, waende wakatafute chakula. Haleluya, waende wakatafute chakula. Sasa hapa ndio swala ambalo linakuja. Yesu anawaambia wapeni ninyi chakula, wapeni ninyi chakula. Haleluya. Swala linakuja sasa, hawa wanafunzi wanapewa kazi. Yaani kama wewe hapo sasa hivi ambao unanifuatilia, inaweza kuwa kuna kitu Mungu ameweka ndani yako na Mungu ameshakupa assignment. Inaweza kuwa ni ndoto, ulipata ndoto ya kitu fulani ambacho unatakiwa kufanya. Ulipata maono ya kitu fulani unataka kufanya. Ulikuwa na mzigo ndani yako, kuna mzigo fulani unao, kuna kitu fulani kinaendelea unatakiwa kukifanya. Lakini unafikiria ni jinsi gani ya kufanya, ni jinsi gani ya kuanza. Kama vile hao wanafunzi wanavyoambiwa, Yesu anawaambia, sawa, wapeni ninyi chakula. Anawapa kazi. Sasa hivi unaweza kuwa Mungu alikupa kazi ya kufungua kampuni fulani, kusaidia watu fulani. Kama wewe ambao unanifuatilia sasa hivi, Mungu anaweza kuwa amekupa kazi fulani ya kwenda kuhubiri Injili, ya kwenda kuwaleta watu kwenye ufalme, kuujenga ufalme wake. Sasa angalia kitu ambacho wanafunzi wanaanza kujibu. Wanafunzi wameambiwa wawape hao watu 5,000 chakula. Sasa wanafunzi wanakuja na hoja. Unajua ni hoja gani? Ni hoja ambayo watu wengi sana huwa wanaichukulia, au watu wengi sana huwa wanaikimbilia. Hiki walichokifanya wanafunzi wa Yesu ndio iko ambacho watu wengi kabla ya kutaka kufanya kitu huwa wanakimbilia hapo. Unajua nini? Wanafunzi walienda moja kwa moja kwenye fedha. Walienda moja kwa moja kwenye fedha. Kuna mazingira tayari walikuwa wameshayatengeneza. Akamwambia kwamba, je, sisi tuwe na dinari 200 ili watu hao wapate kula? Haleluya. Tuwe na dinari 200 ili hao watu wapate kula. Sasa wanafunzi, Yesu hakuzungumzia swala lolote la fedha. Hakuzungumzia swala la fedha. Yesu amewapa kazi kwamba sasa hivi hawa watu wanapaswa wale. Lakini cha kushangaza, yani kutokea huko kilikotokea, limekuja swala la hela, swala la fedha, dinari 200. Na hapa sasa kuna mazingira ambayo yapo, ambayo tunataka tuende kujifunza siku ya leo, ambayo hayo mazingira ukiweza kuyavuka, hayo mazingira ukiweza kuyapita, hakuna kitu ambacho kitakuzuia wewe kuanza kitu. Haleluya. Swala linakuja, wanafunzi, kuna vitu 5 ambavyo ukiangalia kwenye hiki ambacho tumekisoma kwenye Marko 6:34 mpaka 44, kuna vitu vya msingi ambavyo vilitengeneza mazingira fulani hivi, ambayo ukiangalia hayo mazingira, watu wengi mazingira kama hayo huwa yanawasababisha wasianze na wasithamini kile kitu ambacho wanacho. Mambo 5 ambayo tunaenda kuyaangalia. Jambo la kwanza, tayari wanafunzi walikuwa tayari wameshazungumzia kwamba tayari muda ulikuwa umekuchwa. Jambo la kwanza, muda. Wanamwambia mchana umepita na muda umekuchwa. Ina maana muda umeenda, sasa hivi unakaribia jioni, kuna kuchwa. Kwa hiyo jambo la kwanza, wanafunzi walikuwa wametengeneza mazingira kwamba muda umeenda. Na ndio hiki watu wengi wanashindwa kufanya vitu kwa kuhofia muda. Mtu anaweza kuwa sasa hivi kuna mzigo Mungu ameweka ndani yako, lakini unashindwa kukifanya hiko kitu, unashindwa kuanza kukifanya hiko kitu kwa sababu ya muda.
Pengine umri wako umeenda, Mungu anataka uanzishe kitu fulani ukifanye. Labda kuna experience unayo, kuna uzoefu fulani unao, na Mungu anataka atumie huo uzoefu. Huo uzoefu ndio kama mtaji, au utumie huo kusaidia kazi yake, kusaidia kusudi. Lakini unazungumzia muda. Angalia, anasema hata zilipopita saa nyingi za mchana, wanafunzi wake wakamwendea wakasema, mahali hapa ni nyika tupu na sasa kumekuchwa. Ina maana cha kwanza, muda umeenda. Nikwambie wewe ambao unaniangalia sasa hivi, swala la muda, Mungu anapoleta kitu, anza kukifanyia kazi. Anza kukifanyia kazi. Muulize Roho Mtakatifu. Anza kuchukua hatua. Usiogope kwamba muda umeenda. Hapa mazingira, katika mazingira ya uhalisia, tayari jua limekuchwa na watu wako wengi. Haleluya. Sasa jambo la pili ambalo pia limejionyesha hapa ni swala la nyika, swala la ukame, kwamba watu hawa mazingira, katika mazingira ambayo walikuwa mazingira halisi, kulikuwa ni nyikani. Na sehemu ya nyikani ni sehemu ambapo hakuna kitu, pakame. Pengine wewe kuna kitu unataka kufanya, unataka kuanza, lakini katika mazingira yako yapo hivi hivi kama haya mazingira ambayo yalikuwepo hapa. Uko nyikani, uko sehemu ambapo kwa kweli katika ulimwengu wa mwili ukiangalia kabisa, unaona kabisa kuna vikwazo, kuna ukame. Jambo la tatu ambalo tunaliona hapa ni mazingira, ni swala la fedha. Na wanafunzi sasa wanalileta. Yesu anapowaambia kwamba wapeni nyinyi chakula, wanafunzi wanakuja kurukia kwenye hela. Sasa mimi swali langu ambalo najiuliza, hao wanafunzi kwa nini walikimbilia pesa? Yaani kwa nini walikimbia moja kwa moja kwenye fedha? Hata unaweza ukajiuliza kwamba inawezekanaje, na Yesu anavyowaambia kwamba wapeni nyinyi chakula, tayari katika mazingira haya, ina maana hao wanafunzi tayari walishaangalia idadi ya watu na wakaangalia jinsi watakavyokula, na tayari walikuwa na bajeti ya watu ya dinari 200. Tayari ilikuwepo, yani bajeti ya dinari 200 tayari. Yani wao wakati mafundisho yanaendelea, tayari walikuwa picha wanayo kabisa kwamba hapa bila dinari 200 haya makutano hawezi kula. Sasa utasema umejuaje? Andiko linasema kwa sababu Yesu amewauliza, Yesu anawaambia wapeni nini chakula, lakini jibu wanalojibu wameenda kwenye pesa, wameenda kwenye fedha, wameenda kwenye dinari 200. Haleluya. Na hii pia ni moja ya sababu kubwa watu wengi wanashindwa kuanza, wanashindwa kufanya vitu viweze kutokea, kwa sababu wanakimbilia moja kwa moja kwenye fedha, moja kwa moja kwenye fedha. Angalia hapa, nisome, anasema hivi mstari 36, uwaage watu hawa. Wanafunzi sasa wanamshauri Yesu, uwaage watu hao ili waende zao mashambani, vijijini na vijijini kando kando, akajinunulia chakula. Yesu akajibu, wapeni nini chakula? Sasa angalia, Yesu anawapa kazi, wapeni nini chakula. Sikia jibu linalotoka. Wakamwambia, sasa hawa wanafunzi wanamwambia Yesu, je, twende tukanunue mikate ya dinari 200 ili tuwape kula? Sasa jambo la msingi Yesu ambalo wamewapa, kazi ambao wamewapa Yesu ni kuhakikisha hawa watu wanakula. Yaani kama ingekuwa ni mradi, unaweza kusema hii ni project ya kulisha watu 5,000, au ni huduma ya kulisha watu 5,000, au ni kazi ya kulisha watu 5,000. Sasa wanafunzi wanaambiwa wapeni chakula, wao wanamrudishia Yesu pesa dinari 200. Na hii ndio kitu ambacho huwa kinakwamisha watu wengi kuanza. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wengi kabla ya kutaka kuanza huwa wanakimbilia kwenye fedha. Mungu anachokihitaji ni moyo.
Mungu anachokihitaji ni utii, kwa sababu sehemu yoyote yenye kutii kile Mungu anachokisema huwa kuna uwezesho. Ili jambo jipya liweze kuchipua, liweze kukua, inahitaji kuthamini kile Mungu alichokisema, kuenenda na ile kweli, kuenenda na kile kitu ambacho Mungu amekisema. Sasa hapa Yesu anawaambia wapeni chakula. Wao hawaendi kwenye kuwapa chakula, wao wanaenda kwenye njia, wao wanaenda moja kwa moja kwenye fedha. Haleluya! Nikutie moyo wewe ambaye unatufuatilia sasa hivi, nikwambie tu kile ambacho Mungu amesema sasa hivi. Pengine Mungu amekuambia uanze kwenda kushuhudia watu. Anza na kile ulichokuwa nacho. Kama una spika moja, nenda mtaani, hubiri Injili, kwa sababu hili ndio agizo kuu kila mtu amepewa. Enendeni ulimwenguni kote, mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkawafanye mataifa kufanana na Kristo. Hilo ni agizo kama Mungu ameliweka ndani yako. Anza, usisubirie kwamba niwe na kiwango fulani cha fedha. Kile Mungu alichokupa, una nini? Ni nini unacho? Hapa Yesu alikuja akawauliza, mna nini? Nini mnacho? Mnayo mikate mingapi? Wakasema tunao mikate 5 na samaki 2. Ndio ulichokuwa nacho. Pengine Mungu anahitaji iko kitu ulichokuwa nacho kidogo. Inaweza kuwa uhai. Huo uhai uliokuwa nao, Mungu anataka uko hai sasa hivi ili uende ukasaidia watu kwenye mahospitali. Uko hai sasa hivi ili uende ukaguse watu magerezani. Uko hai sasa hivi ili uende ukawaponye watu, ukawaombee wapate uponyaji. Uko hai sasa hivi ili uende ukawafundishe. Labda kuna wanafunzi wanahitaji mwalimu aende akawafundishe. Upo hai sasa hivi. Mungu amekuweka kwa sababu kuna kusudi ambalo anataka uweze kulifanya. Kitendo cha kwanza kusubiri. Mfano hapa wanafunzi wa Yesu sasa wangeanza kusubiri dinari 100, na mazingira yanaonyesha kabisa ni jangwa, pana ukame. Sasa wangesema kwamba wanaanza sasa hivi wasubirie dinari 200, watu wangekula. Jambo la tatu ambalo linajitokeza, ambalo ni katika mazingira haya, katika eneo ambalo walikuwepo, jambo la tatu ambalo linajitokeza ni watu. Kulikuwa kuna watu 5,000, na watu wengi huwa wanashindwa kuanza kwa sababu ya kuangalia watu. Watanionaje ninaanza hivi? Watanionaje ninaanza na spika moja? Watanionaje hivi? Wananionaje mimi ninavyoenda gerezani, kwenye magereza kuomba na wafungwa? Hivi wananionaje ninapoanza kuwafundisha? Nimeanza. Mungu sawa, ameweka ndani yako, amekwambia wewe, nataka unifungulie shule usaidie watu wangu. Sasa unaanza kutengeneza mazingira, watanionaje? Lakini jambo lingine la 4 ni swala la walikuwa wana vitu vidogo. Chakula walichokuwa nacho ni mikate 5 na samaki 2. Yaani mazingira, una watu 5,000, una mikate tena. Sasa katika hao watu 5,000 ukiangalia, kwa sababu desturi yao ya Waisraeli walikuwa wanahesabiwa wanaume, ina maana walikuwa ni watu wengi, walikuwa ni watu zaidi ya 5,000. Hao ni wanaume tu, kuna wanawake, kuna watoto. Sasa tayari kundi kubwa liko na mazingira, kile ulichokuwa nacho ni kitu kidogo. Sasa Yesu anawaambia hicho walichokuwa nacho wakilete, hicho walichokuwa nacho waanze nacho, ambacho mikate 5 na samaki 2. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunaona kabisa kitendo cha hawa wanafunzi kutii, kuacha sasa kuachana na pesa, kwa sababu ukiangalia Yesu akwenda tena kwenye wimbi la dinari 200. Hakurudi tena kwenye wimbi la dinari 200.
hakurudi tena kwenye lile wazo la dinari 200. Hakurudi tena kwenye lile wazo la kuondoa watu waende kujitafutia chakula. Yesu alirudi, alithamini, alianza kuwaonyesha ile nguvu ya ongezeko, kile kitu ambacho wanacho, kwamba kile kitu wanacho wakitii na kufuata kile ambacho yeye amekisema, basi wataona lile ongezeko. Na nini kilitokea? Walileta ile mikate, walileta na wale samaki, walitii kile Yesu alichokisema. Yesu alichokifanya, alibariki, alimtazama Mungu. Na Biblia inasema kitendo kile cha wale wanafunzi kutii, kuthamini kile kitu kidogo walichokuwa nacho, kitendo cha wale wanafunzi kutii na kuthamini ile mikate 5 waliokuwa nayo, kitendo cha wale wanafunzi kuweza kutii na kuthamini wale samaki 2 waliokuwa nao na kwenda kwa Yesu. Yesu alionyesha ile nguvu ya utii, nguvu ya ongezeko, kwa sababu kilichotokea pale, Biblia inasema wale makutano, wale wanaume ambao walihesabiwa 5,000, wale wote ambao walikuwepo walikula na chakula kikabaki. Biblia inasema takriban walikula na vikapu vikahesabiwa 12 vya mikate na samaki walikuwepo. Haleluya! Sasa hii inaonyesha picha, hii inaonyesha nguvu ya kuthamini kile kitu ambacho Mungu amekiweka. Kile kitu kidogo ambacho Mungu amekiweka ndani kwako, unatakiwa ukithamini, ukiheshimu, ukipe thamani. Inaweza kuwa ni kipawa Mungu ameweka ndani yako, anataka iko aanze nacho. Iko kipawa kinaweza kuwa ndio ile mikate 5 na wale samaki 2. Iko kipaji ambacho unacho kinaweza kuwa ni ile mikate 5 na wale samaki 2. Hiyo karama uliokuwa nayo, iko kitu ambacho ameweka Mungu ndani yako. Mungu anakihitaji hiko, anahitaji uanze na iko ulichokuwa nacho. Anahitaji uanze uchukue hatua kwa iko ulichokuwa nacho, uanze kukiweka katika utekelezaji, uanze kukiweka katika utendaji, uweze kukiweka ili uweze kuona sasa kitu, uweze kuona udhihirisho, ili uweze kuona provision ikitokea. Haleluya, haleluya! Mwanzo mpya na udhihirisho. Mungu anataka atumie iko kitu alichokiweka ndani yako. Ninajua kabisa wewe uko tofauti sana na watu wengine, na wala usijilinganishe, na wala usijifananishe na watu, usijifananishe na watu wengine. Wewe ni wa tofauti, wewe ni wa pekee. Mungu amekuwekea kitu cha pekee ndani yako. Mungu anataka atumie hiki kitu ndani yako. Mungu anataka atumie iko kipaji ndani yako. Mungu anataka atumie hiyo karama ndani yako. Mungu anataka atumie hiyo talanta ndani yako. Mungu anataka atumie huo ujuzi ndani yako. Mungu amekupa maarifa. Kuna mazingira fulani umepita, huo ni mtaji. Ni kama samaki 2 na ile mikate 5 ni mtaji. Na Mungu anakuuliza ni nini ambacho nacho. Anataka hicho ulichokuwa nacho ukipe thamani, uanze kumshukuru Mungu. Asante. Umeanza kumwangalia Baba, asante kwa maana umenipa kipaji cha uimbaji. Mungu, najua kupitia uimbaji huu ulimwengu ninaenda kuubadili. Hiki kitu, kipaji ulichonipa, huu ujuzi ulionipa, ninaenda kufanya jambo ambalo litasaidia ufalme. Ninaenda kufanya kitu ambacho kitawasaidia watu ambao wenye shida. Hiki kitu ambacho umeweka ni mtaji. Anza kumshukuru Mungu kwa kile ambacho unacho. Anza kumshukuru Mungu kwa kile ambacho amekiweka ndani yako. Anza kumshukuru Mungu, kumuinulia macho, kumwangalia yeye, ili kile kitu ambacho amekiweka. Anza kuchukua hatua ya kutii kile kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako, ili uone mambo makubwa yakidhihirika, yakifanyika, yakizaa matunda. Haleluya! Mungu azidi kukubariki, akubariki sana. Na nataka niombe pamoja na wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya maisha ya mtu huyu anayetazama sasa hivi. Tazama Mungu, kuna kitu ambacho kipo ndani yake. Ninaomba Roho Mtakatifu
uzidi kudhihirisha. Kila ngome, kila mawazo ambayo yapo kinyume na lile kusudi ambalo lipo ndani yake, Baba, ninayatiisha, ninayateka nyara kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninatangaza ulinzi, ninatangaza kipaji chake kuweza kuonekana katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu, ninatangaza neema ya kuanza, neema ya kufika pa juu, neema ya kuenenda katika lile kusudi ambalo umewekea ndani yao. Katika jina la Yesu Kristo, natamka sasa udhihirisho kwenye kazi ya mikono yao. Utazidhihirisha Baba, utazithibitisha katika jina la Yesu. Baba, ni kwa ajili ya utukufu wako, ninalibariki na kulitukuza jina lako. Asante kwa maana umefanya. Asante kwa maana tumeona ukuu wako na neema yako, katika jina la Yesu, amen. Hadi wakati mwingine, na hii ni sehemu ya mwisho ya mfululizo huu wa mwanzo mpya na udhihirisho. Endelea kufuatilia mafundisho haya. Unaweza ukalike, unaweza ukasubscribe hapo, na sambazia, wape linki watu wengine ya mafundisho haya, na Mungu azidi kukubariki. Yesu anipenda, anipenda, anipenda Yesu.